Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Tunaendelea na mfululizo wa darasa zetu za sira kwenye kitabu Khulasatu Nurul Yaqin, ad-darsu at-tasi'u. Leo tunaingia somo la 9, hukmuhu baina Quraish fi wad'i al-hajar al-aswad. Kuhukumu kwake mtume baina ya Makuraish kwenye suala la kulieka jiwe jeusi mahala pake. Fil 35 min umrihi, alipotimiza mtume miaka 35, kwa maana miaka 10 tangu alipooa, miaka 10 mbele tangu alipooa. Hadamat Quraishun al-Kaaba, wakalivunja Makuraish al-Kaaba. Wajaddadat binaaha, na wakalijenga upya. Kwa hivyo walikuwa na wazo Makuraish, mawazo ya kulijenga lile al-Kaaba, lakini wakawa wanaogopa ni nani atakayeanza kulivunja, si atapata laana, si hivi si vile, si hivi si vile, mpaka pale ambapo mmoja alipojitolea kuanza kuivunja al-Kaaba baada ya ilham, na wengine wakafuatia wakaivunja wote, na wakaona kwamba hakuna matatizo yote yaliyotokeza. Na huyo alianza kuvunja, aliwaambia, kwani lengo la kuvunja ni nini? Lengo la kuvunja ni kubomoa au kujenga? Lengo la kuvunja ni kuharibu au kutengeneza? Wakamjibu ni kutengeneza. Basi kama ni kutengeneza, basi haina ubaya sisi kuvunja. Kwa hivyo wakaivunja al-Kaaba na wakaijenga upya. Waqad ishtaraka ma'ahum sallallahu alayhi wasallam fi binaiha, na alishirikiana nao mtume sallallahu alayhi wasallam katika kuijenga al-Kaaba. Wale Makuraish, kama tunavyojua, ni mtoto wao, wamemzaa wenyewe, wamemlea wenyewe. Kwa hivyo ni sehemu ya jamii ile. Akashirikiana nao kwa mtume, akana anabeba matofali akishirikiana pamoja na ammi yake al-Abbas, Abbas. Wakana yahmilu al-hijarata ma'a ashrafi Quraish, na akawa anabeba mawe pamoja na wale viongozi wa Quraish, wakubwa wa Quraish. Wa ma'ahu ammuhu al-Abbas, akiwa pamoja naye ammi yake Abbas. Kwa hivyo walikuwa wakishirikiana kubeba yale mawe, anapeleka pale mpaka ujenzi ulipokamilika. Baada ya ujenzi kukamilika sasa, wakhtalafa Quraish fi man yad'u al-hajar al-aswad makanahu, wakazozana Makuraish kuhusiana ni nani ambaye atakaye istahiki kuliweka jiwe jeusi mahala pake. Ikawa sasa kila mtu anataka yeye ndio aliweke, atengeneze historia. Sasa baada ya mzozo ule ambao ulikaribia kuelekea kubaya, basi kuna mmoja katika watu wazima wenye busara na hikma akatoa rai kuambia, jamani, tufanye hivi, hebu tufanye atakayeingia kutokea sasa, wa kwanza atakayeingia hapa kutokea sasa ndio huyo tumfanye kama ndio hakimu atakayetoa maamuzi kwamba ni nani alirejesha jiwe jeusi mahala pake. Kwa hivyo thumma ittafaqu ala an yakuna al-hakamu, kisha wakakubaliana ya kwamba awe muamuzi awwala dakhilin min al-masjid, muamuzi awe yule wa kwanza kuingia pale msikitini, ndio awe muamuzi wao wa kuelekeza nani atakayestahili kulirejesha jiwe jeusi mahala pake. Fakana awwala dakhilin Rasulullah, mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam akawa ni wa kwanza kuingia. Kwa hiyo Allah mwenyewe alishakadiria mambo yake kwamba wa kwanza kuingia awe ni mtume, na ndiye atakayetoa maamuzi ya kibusara kabisa. Fafarihat Quraish bihi, wakamfurahia Makuraish muamuzi yule, kwa sababu wote walikuwa wanamtambua kwamba ni muaminifu, ni kijana mtulivu, kijana mwenye hikma na busara, hana mambo mengi.
Waqalu, na wakasema, radina bil amin, tumemridhia huyu mwaminifu tumemridhia huyu mwaminifu. Fawadaa alhajara fi ridain, Mtume akatumia busara ifuatayo, busara ambayo hawakuitegemea watu wazima wa wakati ule, watu wazima wenye umri uliokwenda na busara zao hawakutegemea kama kijana wa miaka 35 watakuja na busara kama hii. Alifanya vipi Mtume? Fawadaa alhajara fi ridain, akalinyanyua jiwe akaliweka juu ya kilemba, juu ya kilemba. Tunasema rida ni shuka ya juu. Kwa hiyo tunasema tunaweza tukatumia hata kama ni kilemba. Wa talaba min kulli ra'isin an yumsika bi tarafin min ar-rida, akamtaka kila kiongozi wa tumbo katika wale Makureish, kila kiongozi wa tumbo ashike ncha ya shuka lile, ashike ncha ya shuka lile. Thumma amarahum biraf'ihi, ikisha akawaamuru walinyanyue lile shuka. Na maana unapolinyanyua shuka, maana yake ni kwamba ndio wanalinyanyua hilo jiwe lilio juu ya shuka. Kwa hivyo wakalinyanyua jiwe lile kwa kupitia shuka lile. Falamma wasalu bihi ila mawdi'ihi, walipolifikisha eneo lake, walipolinyanyua wakalipeleka mpaka karibu na ile eneo lake. Sasa kabla kuwekwa sehemu yake stahiki jiwe lile, akhadhahu rasulu, akalichukua yeye Mtume biyadihi, kwa mikono yake. Kwa ina maana kitendo cha kunyanyua shuka ambalo limebeba jiwe na wakalisogeza mpaka karibu na sehemu yake, hii maana yake ni kwamba kila mmoja atakuwa ameshiriki katika kulibeba jiwe lile, na kwa sababu wao kila mmoja anawakilisha tumbo lake katika jamii ya Makureshi, ni sana kwamba Makureshi wote ndio wameshiriki katika jiwe lile kulisogeza eneo lile, na pale Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio akalichukua kwa mikono yake akaliweka sehemu yake sahihi. Wadaahu biyadihi sharifa, akaliweka jiwe lile kwa mikono yake mitukufu. Fazala alkhilafu bihukmihi, ule mzozano ukaondoka kupitia hukumu yake hiyo. Wataajabat Quraish min quwwati fikrihi, wakastaajabu Makuraish kutokana na nguvu ya kufikiria kwake. Alkhulasa wa ufupisho, lamma balagha 35 sanatan, alipofikia miaka 35, jaddadat Quraish binaa al-Kaaba, Makuraish wakalijenga upya al-Kaaba. Wahakamathu fi wad'i al-hajar al-aswad mawdi'ahu, wakamfanya kuwa ni hakimu, kuwa ni muamuzi kwenye kuliweka jiwe jeusi mahala pake. Faqada rashidan, akatoa maamuzi yaliyoongoka kabisa. Wa hakama muwaffaqan, na akaamua hali ya kuwa ni mwenye kuwafikishwa na Allah tabaraka wa taala. Wallahu a'lam.